Ndugu zangu ya unyang'anyi, ninayo pia kesi moja hapa ambayo baba alifariki akiwa amemwacha mwanae katika umri mdogo, na alipofariki akiwa amemwacha mwanae katika umri mdogo, yule mtoto akachukuliwa na shangazi. Alipochukuliwa na shangazi, shangazi alichokifanya ni kwenda kubadilisha nyaraka za eneo la marehemu kaka yake katika umri huu ambao mwanae yule alikuwa bado mdogo. Ile eneo alipolibadilisha likawa la kwake, na baadhi ya sehemu ameuza na baadhi ya sehemu anayo mwenyewe, lakini amefanya hivyo kwa kofia kuwa yeye ni msimamizi wa mirathi. Sasa huyu mtoto alipofikisha miaka 18 alianza kuomba kumilikishwa moja kwa moja maeneo ya marehemu baba yake, na ndipo mgogoro ulipoanza. Binti akafukuzwa kwao akiwa na miaka 18 tu kwa sababu anamwambia shangazi yake anaomba umiliki wa moja kwa moja kwenye eneo au kwenye maeneo aliyoachiwa na marehemu baba yao. Lakini yule mama aliendelea kujitetea kwamba aliuza maeneo ili amsomeshe, aliuza maeneo ili amtunzie. Sasa ndugu zangu, kama huna uwezo wa kumtunza mtu ama wa kumtunza mtoto wa kaka yako au wa dada yako, usimchukue yeye kwa sababu unataka zile mali zao. Sasa kesi hii nayo iko mahakamani. Tumeendelea kumuomba mwanasheria mkuu wa serikali aendelee kutusaidia kutafsiri masuala haya, ili na sisi pia tuendelee kuweka mawakili wetu waendelee kusaidia ili huyu mtoto pia aweze kuipata haki yake. Sasa huu ni mfano mmoja, lakini ndugu zangu wa Dar es Salaam, kuna mifano mingapi ya aina hii? Sasa kwa kuwa tarehe 9 ya mwezi wa 3 nitafanya ziara, na mnakumbuka nimetoka Kinondoni, sasa naelekea wilaya ya Ilala. Lakini hii tarehe 9, katikati ya tarehe 9 mpaka tarehe 15 nitarudi tena eneo la Salasala kule Kinondoni. Tarudi eneo la Salasala kule Kinondoni, ambako kule nako nitakwenda kuhitimisha jambo mojawapo linalomhusu mtu mmoja ambaye ni mzito tu, lakini kwa ndani ya sheria huwa hakuna mtu mzito. Kwa nitarudi tena kule Salasala ambayo ni Kinondoni. Wakati huo pia naendelea na maeneo mengineyo kama haya maeneo ya Ilala na maeneo mengine. Kazi hii yote ni kwa ushirikiano mkubwa sana pia na waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madasi, wanasheria wote katika halmashauri zetu ambao wanafanya kazi nzuri ili kuhakikisha Watanzania wenzetu na Dar es Salaam wanapata haki zao. Nimezungumza pia na wakuu wa mikoa wenzangu wote wa Tanzania bara kwamba kwa mwananchi yoyote ambaye yuko Dar es Salaam na mgogoro wake unapatikana labda Geita au unapatikana Kigoma au unapatikana Kagera, afike moja kwa moja kama yupo hapa Dar es Salaam, na sisi tutapokea nyaraka zake, tutawasiliana na mkuu wa mkoa mwenzetu haraka iwezekanavyo ili haki yake iweze kupatikana. Tumeona tuyaseme haya ndugu zangu wa Dar es Salaam, ili ule unyang'anyi wa muda mrefu ambao umedumu kwa miaka mingi, na hasa kwenye ishu ya ardhi, kwenye ishu ya mirathi, kwenye utapeli mwingine ambao unaendelea hapa Dar es Salaam, basi uweze kufikia mwishoni. Awamu hii tumeona ni vizuri tukaendelea kujipembua zaidi, kwa kuwa neno haki limetamkwa sana na Watanzania na wananchi, na sisi kama viongozi huwa pia tunajifunza kwamba kumbe haki ukisimamia vizuri matokeo yake yanakuwa pia ni mazuri. Hiki tunachokifanya sisi ni kusimamia ile haki ambayo inatamkwa mara kwa mara na wananchi wa Dar es Salaam na wananchi wa Tanzania dhidi ya wale ambao wamepokonywa, wamedhulumiwa au wamenyang'anywa rasilimali zao.